Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuelekea huko Berlin nchini Ujerumani. Naitwa Ramadhani Fupi. Kansela wa sasa wa Ujerumani Friedrich Merz kwa sasa ni kama vile anatafuta vita na rais wa Urusi Vladimir Putin. Kansela huyo mpya wa Ujerumani amesema kwamba ana uwezo wa kuipatia Ukraine makombora ya masafa marefu ili kufanya mashambulizi ndani kabisa ya taifa la Urusi. Itakumbukwa miongoni mwa vitu ambavyo kansela wa zamani wa Ujerumani Olaf Scholz alikataa kutumia ni pamoja na kuipa Ukraine makombora ya masafa marefu aina ya Taurus ili kufanya mashambulizi ndani kabisa ya taifa la Urusi. Lakini kwa upande wake kansela wa sasa wa Ujerumani Friedrich Merz, yeye anasema kwamba taifa lake la Ujerumani linaweza kuipatia Ukraine makombora hayo ili kuishambulia Urusi, huku akisema kwamba wala hana hofu juu ya Vladimir Putin. Namnukuu, Kiev inapaswa kuwa na uwezo wa kujilinda kikamilifu dhidi ya Urusi. Lazima Urusi ishambuliwe na lazima Putin ashambuliwe katika eneo lake kama anavyofanya katika ardhi ya Ukraine. Tutafanya kila tuwezalo kuiunga mkono Ukraine kijeshi. Hakuna tena vizuizi vyovyote juu ya silaha zinazotolewa kwa Ukraine, alisema kansela huyo mpya wa Ujerumani wakati wa mkutano wa Europa Forum siku ya Jumatatu. Wachambuzi mbalimbali wa siasa za ulimwengu wanasema kwamba anachotaka kufanya kansela wa sasa wa Ujerumani ni kutafuta vita na rais wa Urusi Vladimir Putin, kwa sababu Putin amekuwa akionya mara kwa mara kuhusu hatua hiyo ya Ujerumani, akisema kwamba kufanya hivyo ni sawa na kuifanya Ujerumani kuwa mshirika wa Ukraine moja kwa moja katika vita vyake dhidi ya Urusi, kama walivyofanya mataifa ya Uingereza na Ufaransa ambayo kwa sasa yana hofu, wakidai kuwa huenda Urusi itafanya shambulizi wakati wowote dhidi yao. Ingawa kansela huyo wa sasa wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kwamba hakuna vizuizi vya utoaji wa silaha kwa Ukraine, lakini hakuweka wazi kama makombora hayo ya masafa marefu ya Taurus ya Ujerumani yangetolewa kwenda Ukraine, ambapo wakati wa utawala wa kansela aliyepita Olaf Scholz yalikuwa na utata, kwani kansela huyo Olaf Scholz alikataa makombora hayo kupelekwa nchini Ukraine, akidai kuwa ingesababisha kuongezeka zaidi kwa hatari. Makombora ya Taurus yana uwezo wa kusafiri hadi kilomita 500, ambapo pia yana uwezo wa kurushwa kutoka Ukraine na kufika hadi kwenye mji mkuu wa Moscow nchini Urusi, jambo ambalo Putin ameonya, akisema kwamba kufanya hivyo ni sawa na kujiingiza kwenye vita, hivyo ataanzisha mashambulizi dhidi ya Ujerumani. Pia ikumbukwe hiki ni kipindi ambacho Urusi na Ukraine zipo katika hatua za kufanya mazungumzo ya moja kwa moja ya amani, ikiwa ni kwa mara ya kwanza tangu Ukraine ilipojiondoa katika mazungumzo hayo mwaka 2022. Hata hivyo, kwa upande wake kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz anaona kwamba utatuzi wa mzozo wa Urusi na Ukraine kwa njia ya amani, kwa maana ya njia ya mazungumzo, una mashaka ndani yake, huku akisema kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin anaona kwamba njia ya mazungumzo ni ishara ya udhaifu, hivyo lazima tujiandae kwa vita hivi vya kudumu. Mfuatiliaji wa Kankono Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, lakini na wewe una nafasi ya kutoa maoni yako kuhusu hiki kinachoendelea kwa kucomment, lakini usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.